Unafikiri serikali yetu inasikiliza? Nauliza kwa sababu early warnings zilikuwa pale ukutani pale, tunakwenda kubaya. Mwenyekiti hapa amesema habari ya utekaji, habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka na listi zimetolewa. Inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. Kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia singefika pale. Sasa hivi unafikiri usikiliza kwa sababu hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Swala la kwanza hilo. Swala la pili, ninajazilizia pale posema Mbalile. Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara yaliyotokea 29 Disemba, vituo vilivyoharibiwa Oktoba 29, vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Nauliza, samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeleka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaikum. Twende kwa Tausi. Asante mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza vizuri sana, hongera. Swali langu mawili madogo. Mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo, madhila yametukuta. Kwa nini watu hawapewi maiti zao? Lakini swali la pili, kuna tuhuma na zinazunguka sana kwenye mitandao. Hata ripoti ya TV moja imesema kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli ukoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Tausi kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana ni watu wa ovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho tulitaka kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kutukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani tukaaminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu na kutukataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Asante Meena, lakini wakati mwingine maneno ili neno kutufanyaje hilo sijalisikia. Twende kwa Zeramula. Abdalla Majura, na uona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante mwenyekiti, asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amando Zeramula kutoka Channel 10. Maswali madogo mawili tu. Swali la kwanza. Misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. Serikali imechukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo, ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje, baadaye tarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na maswali
matatu nadhani, madogo sana. Moja, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kama ni economic sabotage, na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa tuweze kufahamu waliotoka nje ya nchi. Namba 2, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo au ili risasi za moto. Sasa nataka kuuliza, kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwamba kuna vuguvugu lingine la yaliyotokea Oktoba 29 tarehe 9 Disemba. Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Asante. Sasa tunakuja kwa mzee Salim Saidi Salim. Wakati wanaleta, kama una swali ambalo ni very burning uandike. Alafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yuko hapa. Na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante. Kwanza Sheikh Abudi, nilikuwa nakutapala. Naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kwa kukunyima byline. Nilikuwa natekeleza wajibu wangu. Na masuala machache tu. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria. Lakini utaona hapa kwetu polisi, sheria inasema masaa 48. Wanaweka watu kama wanafuga kuku. Na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika kama waziri mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo, naye kuwekwa ndani ili akapata naye joto ajiwe, ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani? Jingine, mahakama. Nchi yoyote ile ya wenye utawala wa sheria inaheshimu mahakama. La sio hivyo itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama ya mahakama ya Afrika Mashariki, tena tunaona fahari kwetu ya mahakama Afrika kama ya independent candidates, hatuheshimu? Na mwisho ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi kauli mbaya ndizo zinajenga chuki, uhasama. Tumesikia hapa tena, wengine wasomi nitawataja, tumesiona tabu, bao la mkono mtu anataka kufunga. Hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasi. Tumemsikia Bashiru tena kwa waandishi wa habari anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia umepewa nafasi ya kuuliza swali. Ndio nauliza. Wewe ulitoa maelezo kwamba kufunga kuiba kura kwa CCM ni halali. Sasa hufikiri serikali kukalia kimya kauli kama hizi bila kulaani, nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao? Asante. Asante sana mzee Salim. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulisema tuulize maswali kutoka kwa watu 5. Bahati nzuri ukaruhusu, tumeuliza kutoka kwa watu 7 na naamini yamefika maswali kama 12. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu ujibu haya maswali na tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Kianza na maswali yako mwenyekiti. Umeongelea watu kutekwa, watu kupotea, watu kuuawa, umeongelea watu kuogopa polisi. Kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza cha jambo lililojitokeza tarehe 29, sema watu wameuawa, watu wamekufa. Tumesema na mimi najitahidi sana, swali hilo nitalijibu pamoja na ni watu wangapi. Moja,
na hii tu, naomba Watanzania wote tuielewe hivyo. Duniani kote hakuna vurugu zinatokea zisizo na madhara. Pakiwa na vurugu patakuwa na madhara. Na ndio maana wale wanaotaka kuitaski Tanzania, kutanish image yake na kufanikiwa lile la kuweka Watanzania wawe kwenye haya makovu yasiyotibika, wanatumia maandamano. Wanaacha kuona uhalisia uliokuwepo. Ukiwaua watu walioko kwenye maandamano, una violation nyingi sana za human rights. Kwa sababu maandamano ni issue ya kikatiba. Hata kwetu hapa maandamano ni issue ya kikatiba. Na inakuaga na very clear maandamano yote yanakuwa very clear, ndugu zangu. Tunajuaga yanapita wapi, kiongozi wake nani, analenga nini, yataishia wapi. Na mimi nisingetamani sana tuanze kujadili sana hizi content, kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tujiepushe sana kufanya haya like mchezo, like siasa. Hapa kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves. Na wote pia wanaoongelea jambo hili tuiface reality. Pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na Disemba, natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back, tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tusiruhusu tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions. Yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania kila mmoja wetu tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo, ambayo nitasema connections baadaye. Wewe ukiwa ndo huko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kuwa na loss of lives, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. Kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania sote, tukatae, tusiipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha na masuala ya kupotea, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu ina madhara mabaya. Tusipeleke tena, tukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo. Sasa kulikuwepo lile swali linalosema mna evidence gani kwamba ni economic sabotage, na kwamba kuna hivyo viashiria. Kiashiria cha kwanza nimewaambia
Tanzania ni mali ya Watanzania. Tanzania si mali ya chama chochote cha siasa. Tanzania si mali ya serikali, na rasilimali zake si mali ya chama chochote cha siasa, na fedha zinazotengeneza maendeleo yote haya ni mali za Watanzania. Akatokea mtu analenga hayo hayo, this is purely an economic sabotage. Wewe unajua kabisa uzalishaji na maisha ya Mtanzania, it involves movement. Unalenga miundombinu yote. Haya hii ni mambo kabisa ambavyo watu wa vita wanafanyaga. Yes, that is, jamani, hivi ndivyo walio wakubwa kuliko sisi watuambie. Introduction ya vita vya Kagera likapigwa daraja, piga sio kanisa, piga sio nini, piga vunja huku, vunja hivyo. That's a sabotage. Hiyo unalenga ni public, unailenga public. Hii haulengi serikali, haulengi chama cha siasa, hii unalenga public. When it is a public, when it's something has to do, kama jambo linahusu public, hii ni hujuma ya nchi. Hicho hapa ni yale yaliyotokea tu. Hivi mtu anayelenga kusabotage reli na pale wanaopita kwenye reli wale ni wachama gani wale? Eti wanaopita SGR ile ni wachama gani? Wanaotumia maji ya Dawasco ni wachama gani? Wanaopita mwendo kasi ni wachama gani? Angalieni upya. Fedha imejengwa na watu wa chama gani? Ili mwendo kasi imejengwa na mchango wa chama gani kwani? Kuna watu wenye kadi yao walienda kuchangia reli. Mwendo kasi ule. Hizi ni fedha za Watanzania. Mtu akilenga TCRA, mtu analenga reli, mtu analenga stendi, mtu wanalenga investments na zingine nikitaka kutaja mwili unasisimka. Mtu analenga power station, tunakofanyia generation ya power ya nchi. Look, a sabotage. Mtu anawaza bwawa 6.5 trillion backbone ya nchi. Tuna ziada ya 2000 megawatts ziada kuliko nchi zote zinazo za East Africa and SADC ziada, alafu mtu anawaza kudamage. Hiyo ni siasa. Idea guys, hiyo wa Tanzania, hiyo ni siasa. It's purely sabotage. Mtu anachoma magari hata yaliyo transit, yaliyopita tu kwenye nchi yetu. Wale waliopitishia, watu wanaotumia bandari hii hapa wanaenda Zambia, Zimbabwe, DRC, ni wachama gani? Ukisema ni uchaguzi, wanachama gani wale? Yes. So hii ni baadhi ya mifano. Alafu inakuja sasa, why do you think like that? Hii nimesemea kilichotokea, naenda na kwa nini ni sabotage. Jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Yule aliyewalipa ana maslahi gani? Ingekuwa hii hamasa inafanywa na chama kimoja cha siasa, tungesema hawa wanapambana kutafuta madaraka. Ikifanywa maandamano yakiongozwa na chama fulani cha siasa, unasema hawa kuna dissatisfaction wameipata. Ni wale pale bwana nani wako bwana na mwenyekiti wao yule pale bwana anaongoza, hawa wamepata. Hawa wanaohamasisha hata wako nchini, wanahifadhiwa, wanapata na hela ya kurecruit vijana. Wale wanaowalipa watarudishaje hizo fedha kama if it's not the sabotage and eye kwenye rasilimali zetu? These are the things. Ndio maana nasema wanaotumwa na wanaomezea mate, never on earth tutatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea, na nimesemea hiyo ya hisia za Disemba 9. Tunasema wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana. Yeyote ambaye ana grievances yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Tuende kwenye njia zingine,
makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi. Milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais ipo wazi, na ya wasaidizi wake wote, na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo, na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Kwa hiyo niliona hiyo nisemee kwa namna hiyo. Sasa hii ya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo haipaswi sisi wa Tanzania litufikishe kwenye kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Sote tunakubaliana, wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana, utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki, ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimoja wapo. Mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia tume. Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens, na naamini hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka. Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommendations zitakuja, alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa, kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajawahi kushughulikiwa. La hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania ameissue circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya Jaji Mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai, na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia. Movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana.
na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo mojawapo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu. Yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi la polisi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mmewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu. Haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya haya. Ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa, likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema tunatafutwa. Unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja waipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni kuona taasisi yetu, tuone mmoja naweza ikatokea hiyo. Sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi. Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la Kibiti. Ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja, yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye. Kwa wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM. Wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli huu. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wewe wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo.
Sasa nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja kwa, na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya? If there is a mission, wanashindwaje kufanya? Kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kakamatwa red handed na mabomu, wanashindwaje? Yaani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tukinanio itajionekana tu ni serikali. So all of them wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la watu kuogopa, watu kuteka, watu kupotea. So si jambo jema, niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile, watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kucelebrate mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu anameondokea na mpendwa wake, wewe una post like una post kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo, guys, why are we celebrating why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. Tume nani wote, and then we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, watu wanapoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa. Hayuko hapa hata hapo, hayo anasema tu ni watu hawa hapa. Ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona mili inawekwa pale, nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na sisi kwa sababu kitu kilishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania. Sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawajua waliowaua. Ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja
pale kaanguka hivi, pale ka, yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala. Sisi jamani, hivi do you know what does it mean watu hiyo kama wale wanaotaja. Sisi tuliwahi kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi. Guys, tuwe makini. There is an economic war hapa kwenye nchi yetu. I'm sorry if I've been emotional. I'm just trying to wear the shoes. Najaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako, akaenda naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja, kila mtaa wana jambo. Hawa watu wanaonesha hectares and hectares eti kwamba, guys, let's be sincere. We admit kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect familia. Tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo 1, 2, 3 ambayo bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka. Wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalotaka. Mimi ningetamani kuweka star sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wenye jambo lao. Jambo limetokea, has been with loss of the people. Kwa nini tusipate taarifa za eneo hilo, za jambo hilo lililotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine? Guys, wa Tanzania, wale wanaofanya sherehe wana jambo wanalolitaka. Mimi nimeiongea hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms zimefanyika. Jambo lililohusisha sheria ya tume huru ya uchaguzi limefanyika. Ilikuwepo tena haya kutoka chama tawala ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa. Yalikuwa accommodated. Hii ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya kuwa na
kuwa na wakurugenzi kutokusimamia, yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe magari. Ilifanyika, vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari. Nadhani mgombea na mgombea mwenza. Ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa 3 months before the election, ndo mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania? How can you do that one? Na Amidi hapa amesema la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba. Wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi? Hata ile pendekezo tulipambana karibu miaka 5 na hatukuipata. Miezi mitatu unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo ni haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita, na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita, tusihangaike, tusidwell sana, kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya maumivu ya mioyo. Tuendeni na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa, and then kama Amidi hapo unasema mambo ya mgombea binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba. Na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani, tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatolea mwongozo, tukajua haya tukaelewana, iron out, tukarejesha umoja wa Tanzania wawe wamoja. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba, na haya mambo yamo kwenye ilani. Mambo ya kwa nini serikali na amesema inaingilia kwenye editorial ili na lenyewe amna jambo moja hivi unasema serikali imefanya. Kama kuna incidents, I think we deal with the incidents kama imetokea incidents ya aina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye record ya kutokufanya mambo ya aina hiyo. Tanzania jamani, nyie ndio simko hapa. Hivi mngejua magnitude ya freedom of speech and the uncertainty ya freedom after speech. Freedom, you are guaranteed freedom of speech, but not freedom after speech. Hii Tanzania haimo kwenye levels hizo za kuingilia watu kwenye editorials. Ikitokea incidents, ni incidents tu, na kwa miko tuliojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidents tu. Mimi niwaombe tusiende because ni nchi yetu, na sisi hizi ni sekta zetu, na sheria ni zetu. Nadhani tunavyoenenda kwenye mambo ya press, hata ninyi mlivyoanza mwanzo kuelezea, mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa. Kama iko incidents tutashughulikia hizo incidents tu. Yes, mmeelezea wakati mnamkaribisha waziri, mlivyomsema waziri, imeportray what has been the relation between the government na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo. Jamani, si hivi ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana. Tuzo, unaweza kupata tuzo kwenye nchi ambayo sio wewe unayeandika, ni kwamba unaingiliwa kwenye editorial. No, incidences they may happen, na mimi hiyo sitaki tubishane nayo. Ikitokea hizo, ndo maana kuna wizara kamili tuzishughulikie hizo, na ninyi pia mna caucus zenu za kusema kwa serikali.
hiyo tuiende namna hiyo. Misukosuko ya kiuchumi nimeshaielezea kwa maslahi ya muda, nisingetamani sana tuirejee. Ina madhara hii, haya mambo haya yana madhara. Tena sio madhara kwa uchumi kama numbers macro. Hii mambo ya aina hii yana madhara kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Watanzania wengi tunao, hata hapa Dar es Salaam tunao, ambao kuishi kwao ni atoke. Jamani, wapo Watanzania ambao hana hata jiko pale kwake, kuishi kwake ni huwa atoke. Nimekaa sana mtaani na yajua haya. Jamani, wapo ambao ni kuishi kwake siku hiyo ni atoke, na wapo ambao kuishi kwake bajeti yake alionayo ni ya kununua kila siku. Jamani, si sote tunajua haya. Sasa yanapotokea mambo ya aina hii, si tu madhara kwenye uchumi mpana, hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Naomba Watanzania tuepuke mambo ya aina hii. Nawaomba tuepuke. Tumeongea hata na taasisi za kidini, na nawaomba tena viongozi wa dini zote, viongozi wa makundi yote, tuendeni tusemezane, tusipeleke tena Tanzania kwenye jambo hilo ambalo lilijitokeza. Tukatae hamasa zile zinazotolewa kwenye mitandao ama katika field mbalimbali. Nisema kuna order ya shooting. Hivi pakitokea vurugu, unarudi lini kuconsult kwamba ni shoot au ni si shoot? Halafu na tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao. Nani kaweka order wa shooting? Hili ni jambo baya, limeshatokea. Tusubiri tupewe ukweli wake. Ukitaka kusema kuna order ya kushuti, aliye shoot askari alitokea, order hiyo alitoa wapi? Na huyu na huyu wale walikuwa amdi, wametoa wapi hizo order? Au huyu katoka hapo amekamatwa na mabomu, hiyo order ametoa wapi? So lingekuwa jambo dogo tu hivi Mheshimiwa Rais angeunda na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania, wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya, tuendeni tusemezane wote, tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, kunasikia kuna tetesi za Disemba 9. Rai yangu kwa Watanzania wote, mwenye dukuduku na yule ambaye ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo. Tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu. Tusiende kwenye utaratibu wa aina hiyo. Tusiende. Na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu, hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri. Watu wanaomboleza mtu akapoteza mpendwa wake, si jambo zuri. Na mimi niwaambieni, wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandika wanaambia nendeni tu, laiti angeguswa na jambo hili, hangesema tu, angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine washapata nadhani na uraia kwa nchi zingine. Tumepokea mambo ya masaa 48, na mzee wangu amekuwa emotional kwamba na wao wawekwe. Nadhani nimeongelea pia kwenye lile la mwanzo, kama kuna utaratibu ambao tunaona, ambao tunakubaliana kwamba hauendi na tulivyotaka na tulivyotarajia na sheria tulivyoziwekea, haya ni mambo yatafanywa kazi, kwa sababu ni mambo administrative. Lakini tuendelee kuamini vyombo vyetu ambavyo
vina rekodi ya kufanya kazi kubwa kwenye nchi yetu. Tumeshapita mambo mengi hata yanayohusisha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kuna mwaka niwe radhi ninapotaja mkoa ambao jambo limetokea. Kuna mwaka watu wote tulikuwa tunaogopa kwamba kuna watu kuchunwa ngozi. Ilitokea kwenye moja ya mkoa. Ilikuwa tishio kubwa tu. Mimi sijasimuliwa, nilishakuwa mkubwa tu hivi. Ilikuwepo. And it was real kwamba watu wanachunwa ngozi. Kuna mwaka ilikuwa inatokea watu wanakata mkono wa binadamu na anakimbia nao. Kuna mwaka imetokea watoto wadogo wanatekwa. Yaani mtu hakudai chochote na anachukua mtoto. Mtoto katoka shuleni wanafanya hivi. Ina mwaka ikatokea ili la Kibiti. Ni vyombo vyetu vilisimama. So kwa sasa hivi tusiwe driven na emotions na matakwa ya wanaotamani Tanzania iwe imeharibikiwa. Let us not be driven. Hii nchi ni yetu. Na hata vyombo hivi hao walioko humo kwenye vyombo ni Watanzania wenzetu. Hii ni title kama ambavyo mtu mwingine anaweza akawa na title kwenye sekta nyingine. These are Tanzanians. Yes. These are Tanzanians. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonesha mfano wa kusympathize na jambo hili. Sisi tusifanye kazi kila wakati ya kutonesha kama wengine wanavyotamani hii nchi iwe na makovu yasiyotibika, yasiyopona. Nitoe rai tena kwa kwenu nyewe wenyewe, kwa vijana wa Tanzania, viongozi wa kidini, viongozi wa makundi mbalimbali, sisi wenyewe vijana kwa vijana, ngazi yeyote ile. Hii nchi ni yetu wa Tanzania, ni mali ya Tanzania. Hii nchi si mali ya chama cha siasa, hii nchi si mali ya serikali. Tuilinde wote na tumtangulize Mungu, na naamini Mungu atatuvusha. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.